Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Trump, unajua, jasiri, hachi asili. Na asili ya maji ni baridi. Na maji hayapandi mlima. Haiwezekani mtoto wa panya akakosa mkia. Yaani hivyo vitu viko sawa. Hajabadilika kwenye asili yake Trump ya kutisha bila kutekeleza. Kutisha bila kutekeleza. Yule mbunge wa Israeli Fogel alivyomuita akamwambia, we bata, kama unataka kupiga piga, sio unakaa unatisha tu halafu kufanya chochote ufanyi. Manake nini? Netanyahu alikuwa anawaonya wabunge wa Israeli katika maneno aliyoyazungumza. Alizungumza, kuna neno moja nililiona katika yale maandiko yake wakati anawapiga mkwara hawa wabunge kuto kushambulia. Anasema hivi, anasema hivi, hii taarifa inasema hivi: waziri mkuu wa Israeli aliwakemea vikali wanachama wa muungano wake wakati wa mkutano wa serikali Jumatatu kufuatia machapisho yenye utata kwenye mitandao ya kijamii yaliyotolewa na mwanachama wa Knesset Viga Fogel akimlenga Rais Donald Trump baada ya kutangazwa kusitisha mapigano na Irani. Kulingana na mwandishi wa habari wa kisiasa wa Navad Eyal wa channel ya Israel I24 News, Netanyahu aliwaonya mawaziri na wabunge wa muungano akiwasihi wawe waangalifu katika taarifa zao za umma. Ninawaomba mawaziri, pia wanachama wa Knesset katika muungano huo kuchagua maneno yao kwa uangalifu, Netanyahu alisema, akisisitiza kwamba utawala wa Israeli uko katika njia panda ya kihistoria katika uhusiano wake na Marekani, kumweleza Trump kama rafiki mkubwa. Mimi nitajikita hapa. Utawala wa Israeli uko katika njia panda ya kihistoria. Kabla ya kuingia kwenye vita hii, Netanyahu aliwaambia, tunaingia kwenye vita muhimu ambayo itaamua hatima yetu. Hapa anarudia kusema kuwa nchi ipo kwenye njia panda ya kihistoria katika hatima yao. Sasa Trump unaweza ukamtafsiri kwa tafsiri zote, kuwa anaweza kuwa mjinga, anaweza kuwa mwerevu, anaweza kuwa vyovyote. Lakini Trump anafahamu fika mchezo anavyoucheza. Anafahamu fika kabisa kuwa hii vita ni ya nani. Anafahamu anapigania kipi. Sasa Netanyahu anawastua hao wanaojisahau. Ukimsikia Ana Caspian, mmoja wa wakosoaji wakubwa sana wa Israeli, yule mwanamama mnamfahamu, huwa anakaa na Yugur, yule Mturuki, kwenye kipindi cha YTY, Young Turkey, Yathi Turkey nini ile YTY. Kuna channel moja ya YTY ya Yugur, yule Mturuki, ambaye huwa anakaa anazungumza na yule mwanadada yule Ana Caspian, ni Marekani. Anasema kwanza, haijalishi mnanitisha kiasi gani, kwa sababu wamemtishia sana, wanamtumia silaha zao, wanamtumia ujasusi, kila kitu. Anakuambia, I'm not afraid you, sikuogopi wala siwaogopi. Watisheni hao, pigeni propaganda hizo kwenye vyombo vya habari vya magharibi, lakini hamwezi kupiga kwenu. Sasa katika maongezi yale anazungumza, anasema kuwa, nataka nikuambie Israeli, wewe ni unachukiwa. Yani wewe ni nchi ya kwanza unaichukiwa duniani, wa kwanza. Halafu akaambia, serikali yenu imekaa ikiwashambulia teenagers. Yani anasema serikali yenu inawashambulia young ages, yani vijana wenye mabadiliko, yani vijana wanaotaka mabadiliko, au vijana wenye mawazo tofauti dhidi ya Israel katika hii nchi. Serikali yenu imekuwa ikiwashambulia. Nataka kukuambia kuwa hawa ndio viongozi wa kesho. Na kwa mabadiliko na hisia za ndani za Marekani, si muda mrefu sana Marekani itaachana na Israeli. Aliyazungumza hayo maneno. Si muda mrefu sana Marekani itakuja kuachana na Israeli, kwa sababu leo hii viongozi wa Kimarekani ambao wanakuwa ni lobbying wa AIPAC, kwa nini wanabaki kutetea Israeli? Kwa sababu ni sehemu yenye nguvu, yani sehemu inayofanya maamuzi ya siasa yao, sehemu ambayo inawapa uongozi, sehemu ambayo inakuwa hivyo. Mambo yatageuka, na mambo tayari yamebadilika sana, kwa sababu
Hii nguvu ambayo inashikiliwa kwa kiwango kikubwa na fedha ya Marekani yenyewe, ambayo fedha inahamishwa kutoka Marekani kupelekwa Israeli, halafu inachukuliwa fungu linahamishwa kutoka Israeli linarudishwa Marekani, halafu lile fungu linawafadhili wanasiasa wa Marekani kwa ajili ya kufanya maamuzi dhidi ya Israeli na kuifanya Israeli kuwa mgongoni ambako isidondoke. Hili litakuja kukosa power kwa sababu kuna nguvu ya umma ambayo ya Marekani inaingia kwenye siasa moja kwa moja na inaamua. Na niliwapa ishara, kama mnakumbukumbu vizuri, niliwapa ishara kuwa huu ushawishi kadri muda unavyokwenda unapotea. Rudi kwenye kampeni za uchaguzi wa meya wa New York. Zohran Mamdani alishindana na nani na alikabiliana na nguvu gani kwa wakati gani? Lakini hiyo nguvu ilikabiliana na nini kwa wakati gani na iliishia wapi? Wafanyabiashara wakubwa wa Marekani walitoa mamilioni ya fedha kwa kuhakikisha kuwa Zohran hawezi kushinda uchaguzi wa meya wa jiji kubwa lenye Wayahudi wengi zaidi ndani ya Marekani. Kampeni zikafanyika kwa njia zote. Donald Trump akawatishia watu wa New York kuwa mkimchagua Zohran basi tutakata ufadhili kabisa wa serikali, kuwa hamtopata msaada wowote. Zohran akadhibitiwa kila kona. Watu wa New York wakafanya donation kumchangia kijana mzaliwa wa Uganda Zohran Mamdani, kuwa tutakusimamia kwenye kampeni zako na tutakuchangia $1 yetu tulionayo mpaka kuhakikisha kuwa unaweza kuendesha kampeni, matangazo kwenye television na utashinda. Nini kilitokea? Mamilioni ya dola ya wafanyabiashara wakubwa wa Kiyahudi yalishindwa na nguvu ya umma. Zohran alishinda. Haya ni mabadiliko yasiyoepukika. Huwa ninarudia kuambia kuwa ndoa ya Israeli na Amerika haina maisha marefu, kwa sababu ndoa hii ilianzishwa baada ya kifo cha John Kennedy. Baada ya kifo cha John F. Kennedy ndipo ambapo Israeli alienda kujipachika ndani ya Marekani, kutembea na Marekani. Kabla ya hapo Marekani hakuwa ikiunga mkono Israeli kwa kiwango hiki. Israeli iliungwa mkono sana na Wasoviet, na iliungwa mkono sana na Irani ya wakati huo, na iliungwa mkono na baadhi ya nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa, Ujerumani na wengine ambao ndio walifadhili hata ujenzi wa nyuklia. Ujerumani ametoa fedha pamoja na Ufaransa kwa ajili ya nyuklia za Israeli. Wametoa fedha kwa hilo, wamedhamini kila kitu. Marekani alikuwa mbali na hili, isipokuwa Israeli kuanzia baada ya kifo cha Kennedy wakaiteka wanasiasa wa Marekani wakajipachika ndani yake, halafu wakahakikisha wanasiasa wa Marekani wanaimba wimbo mmoja kuwa Israeli ni allies wetu, yani ni mshirika wetu asiyekuwa na shaka. Mshirika asiyekuwa na shaka. Sasa maswali ya Wamarekani wengi na hali wanazopitia Wamarekani ni kama wengine. Hakuna afya, bima za afya hakuna, maisha magumu, hali ni ngumu. Lakini wakati huo wakisoma kuwa taxpayer zao, yani taxpayer wa Marekani wanalipa mabilioni ya fedha ambayo hayafanyi kazi kwao. Wanalipa mamilioni ya fedha ambayo yanakwenda kugharamia tu maisha ya Waisraeli. Yanalipa mabilioni ya fedha ambayo yanaenda kusimamia vita tu, na faida yote anaipata Israeli. Kwa hiyo hii generation, new generation, ina maono ya mbali kabisa katika kubadilika, kuwa hatutaki tena uhusiano na hawa, kwa sababu hawa walipojificha kwao wamejificha kwa sababu ni kufaidika na sisi tu, sio sisi tunafaidika nao. Sasa kwa sababu dunia na teknolojia imekuwa kubwa na watu wanayazungumza mambo kwa uwazi, ile propaganda ya vyombo vya habari ambao vilikuwa vimenunuliwa kwa upande wa pili imepotea kwa kiwango kikubwa, kwa watu wanayaona mambo katika muktadha ambao awali haukuonekana. Watu wanayaona mambo katika picha tofauti kabisa ambayo awali haikuonekana. Sasa ndio hiki ambacho Netanyahu anasema kuwa tupo kwenye njia panda. Yani anasema kuwa tupo kwenye njia panda ya kihistoria katika uhusiano wake na Marekani, na kumweleza Trump kama rafiki mkubwa. Kwa nini azungumze lugha tofauti? Kwa sababu aliyeshikilia uwepo wa Israeli ya sasa anabaki kuwa ni Donald Trump. Kwa sasa amebaki kuwa ni Donald Trump. Israeli wanafahamu fika Marekani akikata uhusiano na wao, Marekani akakata usaidizi wa kijeshi na usaidizi wa kifedha kwa Israeli, hapato kuwepo tena na Israeli ya sasa. Tayari waliokuwa pembeni yake ni wana nguvu sana. Uturuki, Pakistan, Iran ni wana nguvu sana za kumnyanyua. Dakika moja wanamnyanyua. Sasa Israeli analifahamu hilo, kuwa ili tubaki tulipo ni lazima tuendelee kumheshimu Marekani na Donald Trump, licha ya kuwa Netanyahu hakubaliani na Trump hata kwenye vitu vingi anavyofanya, kwa sababu vinakwenda kuhatarisha usalama wa Israeli. Lakini bado anajizuia kwa sababu anafahamu kuwa ukimtekenya aliyekubeba
na wewe uko mgongoni, atacheka na wewe utadondoka. Kwa hiyo hataki kumtekenya Donald Trump, anashikilia vile vile, au anakosea anapatia anakwenda. Ndio maana Netanyahu anaweza kuambia watu wake, mawaziri au wabunge wake, kuwa jizuieni na mchunge kauli zenu, kwa sababu tuko kwenye njia panda ya kuanguka kwetu. Tuko kwenye njia panda ngumu ya uhai wetu. Tuko kwenye njia panda ngumu ya kuhakikisha uwepo wetu. Gazeti la Haaretz kuna taarifa liliandika, likasema kuwa Marekani imekataa ofa. Nimeona anasema kuwa Marekani anasema Trump reject Iran offer to suspend uranium enrichment for up to 5 years. Gazeti la Haaretz linasema, kutoka na source inasema hivi, Trump amekataa ofa aliyopewa na Irani ya kususpend, ya kuondoa urutubishaji wa urani kwa miaka 5. Marekani kwenye ofa yao walioipeleka kule Pakistani walitaka miaka 20. Hii miaka 5, unajua niliwaambia wakati wa mazungumzo ya pili yanaendelea, kadri wanavyokaa, kadri wanavyoparurana, kuna kitu ambacho Irani anakigundua kadri muda unavyokwenda, kuwa hivi kumbe nilikuwa na dhahabu alafu nilikuwa sijui, au ilikuwa imeingia mchanga tu, unaikwangua unasema hivi kumbe na almasi nilikuwa naimiliki, hata nilikuwa sijui kama hii ni almasi. Mpaka kadri muda unavyokwenda Irani anazidi kungamua kuwa kuna kitu. Niliwahi kuambia hili kuwa rudini nyuma kwenye mazungumzo kabla ya 12 days war. Kabla ya 12 days war na mazungumzo yaliyokuwa ya JCPOA ya Barack Obama, Irani hawakuwa na nuclear agenda. Yani Marekani, Israeli wakati ule kwenye agenda hawakuwa na agenda inayoitwa makombora. Haikuwepo. Walikuwa na agenda ya nuclear. Irani ilikuwa wagumu, lakini mwisho walikubaliana. Lakini nenda kwenye mazungumzo haya baada ya 12 days war, agenda ikaingia nuclear, not nuclear. Agenda ya pili ikaja makombora. Tayari Irani wakagundua, tuna dhahabu nyingine, makombora. Sasa katikati ya mzozo wa makombora wakagundua kuwa Hormuz, kumbe tuna kingine tena Hormuz. Kwa hiyo kuna wakati unapokuwa na geti nyingi, yani geti nyingi ambazo zinakupa usalama wa nyumba yako, unapunguza hata kubana makufuli mengi. Yani kuwa tulikuwa tuna geti moja, wezi wanaweza kupita moja kwa moja, lakini tumejenga ukuta kama 3. Sasa haijalishi, weka tu wastani kule, mtu mpaka avuke ya kwanza, aje avuke ya pili, avuke geti la 3 ndio aingie kwetu. Sasa tutakuwa wapi wakati huo? Sasa kadri muda unavyokwenda, Irani wanazidi kugundua vizingiti na uwezo walionao. Ndio maana naweza nikaiona hii sosi ya kuwa miaka 5. It's okay. Irani wanaweza kusema kuwa okay, tutaondoa enrichment yetu kwa 5 years. Mimi naweza nikasema inawezekana ikawa na ukweli au isiwe na ukweli. Watakuja kutujibu baadaye. Lakini hata kama ina ukweli, kwa nini Irani anaweza kusema naondoa enrichment? Hii inaweza ikampa jeuri Donald Trump kurudi upande wa pili akamwambia nimeshinda. Wamekubali kuwa hawatakuwa na nuclear kwa miaka 5, hawatofanya enrichment yoyote. Na wakati huo tutaendelea kuwafuatilia kwa karibu tuone ufanye nini. Kwa nini Irani walikuwa wanataka kutengeneza nuclear? Nuclear ilikuwa ni usalama na ulinzi wao, si ndio? Sasa wana mbadala ya nuclear ambayo ni makombora, na wana mbadala wa nuclear ambao ni Hormuz. Kwa nini tushikilie ulinzi mmoja? Tayari wana mbadala. Kwa hiyo hata hiki wakikuofa, hali ya kuwa wao tayari wamefaidika, nani mshindi? Tafsiri utaipeleka unavyotaka wewe, lakini wao watakuwa washindi, kwa sababu Irani, wakati Marekani anakusanya vikosi vya kuwazingira kuwa tunakuja kuibadili hii serikali yenu, tunakuja kuondoa kila kitu chenu kilichopo hapa, hata wao baadhi ya viongozi, licha ya kuwa walikuwa wana ushujaa kuwa okay, tunapigania nchi yetu, tunafanya tunavyofanya, lakini kuna baadhi yao, kama vile tulivyokuwa wachambuzi au tulikuwa watu wengine, kuwa tuliamini kuwa inawezekana, lakini itakuwa ni vigumu kutimiza hili, japo kuwa inawezekana. Kwa hiyo hata ndani ya Irani na viongozi wengi walihisi, hata raia wa Irani ambao walikuwa kiunga mkono Marekani walihisi na kuamini kuwa hii serikali lazima ipinduliwe. Na Marekani na Israel waliamini 100% for sure kuwa huu ni wakati wa kufanya regime change. Na ndio ilivyokuwa, na ulimwengu uliamini hilo, na ndio maana hata ulimwengu wa magharibi waliunga mkono hili kuwa kuna regime change inaenda kutokea. Waliunga mkono kwa sababu waliamini ukweli hili linaenda kutekelezeka. Lakini hata viongozi wa Irani baadhi walihisi kuwa hili litembo sijui kama litatuacha salama kwa vyovyote vile, lakini wamefanikiwa kumdhibiti tembo, na tembo karudi
tembo sasa anataka makubaliano ya kumiliki shamba, kuwa shamba hili tembo atakula kuanzia hapa mpaka pale, lakini hatoingia kwenye shamba lenu kule. Wakati tishio lilikuwa huyu tembo anaweza kaigamia hivi miti vyetu akatuvunjia akaja upande wa pili. Kwa nini ukatae kukaa kuzungumza na tembo? Irani amefaidika na vita. Acha hasara ya damu, acha hasara ya viongozi muhimu waliouawa, acha hasara ya watu raia wa kawaida, acha hasara ya miundombinu. Hasara ambayo Irani anaipata leo na kile atachokipata kinarudi na faida, kwa sababu katika haya mazungumzo Marekani ni lazima akubali kuachia mali za Irani zilizogandishwa, ambazo Irani alikuwa hana uhakika wa kuzipata lini. Hata miaka 50 ijayo asingekuwa na uhakika kuwa nitakuja kuzipata, lakini sasa anazipata kwa wakati mmoja. Tutakwenda kujenga kilichoharibika, tutaenda kurejesha kila kilichoharibika. Hatuwezi kurudisha roho za waliokufa, lakini tunaweza tukapata kwa kile ambacho kimeharibika katika kile ambacho tarudi. Lakini si hilo tu, kuwa lazima Iran wanasema mabadiliko ya Hormuz hayawezi kutokea, kuwa watafaidika tena na mfereji ambao walikuwa hawana. Yani hiki kitu walikuwa hawana, lakini sasa wana uhakika kuwa tumepata kikubwa zaidi. Sasa wao kusalimisha enrichment ya urani kuna shida. Yani kwenye hili Irani wanaelewa nini wanakifanya, kuwa okay, twendeni tunaweka miaka 10, hata ungesema kuwa okay, miaka 20 enrichment yetu tunaiondoa, lakini tunaweza tukabaki kwenye enrichment ile ya peaceful. Njoo tutashirikiana na wewe. Lakini sisi tulikuwa tunatengeneza hii enrichment, yani tulikuwa tunarutubisha hii nuclear. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunajilinda kwa kero zenu na uadui wenu. Lakini sasa hivi sisi tuna kabali ambayo kuzidi Hiroshima, tunayo kabali ambayo kuzidi nuclear, tunayo kabali ambayo ulimwengu tumeipiga kabali kuwa dhamana ya usalama wetu italindwa na ulimwengu. Kwa sababu gani? Dhamana ya usalama wetu inalindwa na ulimwengu kwa sababu sisi tumeshikilia uchumi wa dunia. Hormuz. Nchi gani baada ya haya kupita na Irani anabaki kuimiliki Hormuz? Nchi gani ya Ulaya, ya Afrika, ya Amerika, popote ambayo itakubaliana na chokochoko mpya ya Israeli na Marekani kuwa sasa ni wakati wa kwenda kuishambulia Irani? Nani atakuwa amesahau hili swala? Nani atakuwa hajui kuwa Irani wameshikilia nini? Maana yake Irani wana silaha kubwa kuzidi hiyo nuclear ambayo watu wanaitarajia kuwa ana silaha kubwa kuzidi nuclear ambayo tumekuwa tukitarajia kuwa hii nuclear inaweza ikaumiza. Yeye ameshikilia silaha kubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna atakaye support hili swala. Hayupo atakaye support kusema kuwa tu support paka vurugike tena, tuje turudi tena tukaanzishe yale ambayo yalitushinda awali. Hakuna mtu atasupport. Hakuna mtu ataliona hili ni sahihi. Kila mtu atakunja mbawa zake kusema baba usigusi hapo. Yani ni sawa sawa watu wanakuona kwa unaenda kupiga mzinga wa nyuki, unatutafutia nini wewe? Hao ni nyuki, waache. Kwa hiyo Irani atakuwa na dhamana ya dunia. Dhamana ya ulimwengu itakuwa inamlinda dhidi ya kuvamiwa. Sasa inasemekana kuna mazungumzo mapya ambayo Marekani, Irani watakutana. Na haya mazungumzo yanatajwa huenda yakawa kati ya Geneva kule Uswizi au yakarudi pale pale Islamabad tena. Na wakati wa haya mazungumzo unatajwa huenda ikawa kati ya Alhamis au Ijumaa. Katika hizi siku inaweza ikatokea mazungumzo. Kwa hiyo wacha tusubiri tuone kinachokuja kutokea au yanayokuja kujiri katika haya mazungumzo. Je, kuwa kuna jipya? Je, kuna hilo ambalo Trump analizungumza kuwa wamemuofa vitu vizuri ili apate kile alichosema kuwa sitaki 90% wala 95%, nataka wanipe kila kitu. Je, Irani kweli wanampa kila kitu? Muda utatupa majibu. Rahby Digital, haki na ukweli.